Vita ya Mungu na Amaleki, siku ya 6. Karibuni familia ya Mungu katika mfululizo huu wa somo hili la ajabu la kuangalia aina za roho ya Waamaleki na jinsi ambavyo Mungu amekuwa nao na vita tangu kizazi hata kizazi. Na tunakumbuka tulisoma kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya 16, Mungu alivyomwambia Musa, andika, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi hata kizazi. Na tumeona katika mifululizo mitano, leo ya 6, ya kuwa roho ya Amaleki ni roho ya hatari, ni roho ya maangamizi, na inajidhihirisha kwa namna nyingi sana, hasa kwa watu wa karibu katika kuangamiza malengo ya maisha. Waamaleki waliwapinga Waisraeli, sio tu kwamba waliwazuia wasiingie Kanaani, lakini pia waliwapinga na kupigana nao, na inajidhihirisha kwenye maisha yetu. Tuliangalia kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15 aya kwanza hadi 23, baada ya Sauli kumwacha Agagi mfalme wao na wale kondoo na mbuzi na ng'ombe walio wazuri. Na ndicho kisa cha Mungu kumkataa Sauli. Akasema, Sauli amerudi nyuma, asinifuate wala asifuate ninayowaamuru. Na nimesema watu wengi sana, kwa sababu ya kiburi cha uzima, karama, mafanikio, wengi wamebackslide. Yani kuna mahali mwanadamu anafika amhitaji tena Mungu, hawezi tena kufuata naye afanya Mungu. Ndio maana Daudi Samueli akamwambia Sauli, ulipochaguliwa ulikuwa mdogo machoni pako, lakini sasa umekuwa mtu mwenye kiburi na mjuaji kuliko. Alikosa uaminifu wa kutenda kadiri ya maagizo ya Mungu. Na kwa kuwa tumesema roho ya Amaleki ni aina ya roho inayoishi na kutembea na watu, tutaangalia tangu mwanzo wa Yesu na jinsi ambavyo roho hii ya Amaleki inafanya kazi. Kwenye Agano Jipya, hususani Injili ya Mathayo sura ya 2 kuanzia aya ya kwanza, tunaona mamajusi wanamzuru Yesu. Wale mamajusi kutoka mashariki ambao walifuata nyota ya mtoto, yuko wapi mfalme huyu atakaye kuja? Na maandiko anasema wakaenda kumtafuta. Mstari wa 3 kwenye Injili ya Mathayo sura ya 2 aya 3, basi mfalme Herode aliposikia hayo akafadhaika, na Yerusalemu wote pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani na wote na waandishi, akatafuta habari ya kwao Kristo atazaliwa wapi. Nao akamwambia, katika Bethlehem ya Uyahudi, maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Kwa hiyo alimpa ule unabii. Alafu akawaita, mstari wa 7, kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapatana nao kwa muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehemu, akasema, shikeni njia mkaulize habari za mtoto na mambo ya mtoto, mkiisha mkuniona niletee habari, ili nami niende nikamsujudie. Katafuteni habari zake, Kristo atazaliwa wapi, na mimi nije nikamwabudu. Nachotaka kukuonyesha ni jinsi ambavyo roho ya Amaleki inafanya kazi, aidha kwa ujanja, kwa usiri, lakini inafanya kazi. Mstari wa 12, nao wakisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwa njia nyingine. Mstari wa 13 inaeleza habari ya kukimbilia Misri. Usiku Mungu akamtokea Yusufu katika ndoto, akamwambia, mchukue mama na mtoto mkimbilie Misri hata nitakapowaambia, maana Herode anamtafuta amwangamize. Tuliwaambia roho ya Amaleki ni roho ya maangamizi. Kazi yake ni kuangamiza. Inaangamiza aidha uchumi, mafanikio, karama, vitu ambavyo Mungu amekuwekea, kazi yake ni kuangamiza. Na baada ya hapo wakakimbilia. Mstari wa 16
neno lasema, ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu kuwaua watoto wote waume waliokuwako Bethlehemu na viunga vyake mote, tangu waliopata umri wa miaka 2 na kupungua, kwa muda ule aliouhakikisha wa wale mamajusi. Unaweza ukapiga picha, tangu Musa, Samueli, ile roho ya Amaleki ilikuwa inatembea. Ilipofika kwa Yesu, ameingia duniani, Amaleki alikuwa anamtafuta Yesu, yuko wapi tumalizane naye. Na ilitumia watu waliokuwa madarakani. Herode, tafuta huyo mtoto, yuko wapi, nije nikamwabudu na kisu au na sime. Ndicho alichowaambia. Na baada ya kugundua amemdanganya, kwa sababu ile roho ni ya mangamizi, fikiri ilikuwa ni ya namna gani? Herode akasema, tafuteni watoto wote. Tangu alipopata ile habari za nyota na mamajusi, akasema kateni shingo watoto wote wa kiume, miaka 2 na kushuka. Kwa hiyo roho ya Amaleki ipo, inaishi. Kama walimtafuta Yesu wamwangamize, je, wewe ndiwe watakaye kuacha? Talk to me, baba, mama. Watoto wako wanapata shida, baadhi ya vitu haviendi. Kama roho hii ilimtafuta mtoto Yesu alipozaliwa na Mariamu usiku wakaenda Misri, na wewe itakuacha? Fikiri kama Mungu asingesema na Yusufu kwenye ndoto na wale mamajusi, wangemwambia, mheshimiwa, mtoto huyu hapa. Nina uhakika Herode angeondoka na kichwa cha Yesu, pengine yeye peke yake. Tunapigana na hii roho ya Amaleki, roho ya Midiani na Wafilisti. Zina tabia ina moja, kazi yake ni kuangamiza. Ipo kwa ajili ya kuangamiza kusudi na mpango wa Mungu kwenye maisha ya watu, roho ya Amaleki. Kwa hiyo ni muhimu sana lengo tujue namna ya kusimama. Kama Mungu alisema atakuwa na vita, Amaleki alitaka pia amwangamize hata na mtoto wake Kristo Yesu. Na kwa ajili ya Yesu watoto wote wa kiume wakakatwa shingo. Piga picha kwenye familia hizi, wakina mama waliokuwa na watoto walikuwa na uchungu na kilio kiasi gani. Kila penye mtoto Amaleki ya kumwacha iliondoka na shingo yake. Na hii roho ya Jezebel ya Amaleki, hata Yohani Mbatizaji iliondoka naye. Roho ya maangamizi, roho ya Amaleki. Inawezekana hujakatwa shingo, lakini kila kitu kimekufa. Na inawezekana baadhi ya vitu kwenye maisha haviendi. Kwa nini? Kwa sababu Amaleki amesimama na wewe. Amaleki ni yule wa karibu sana, na kwa bahati mbaya ama nzuri, mpaka kanisani imeingia. Ipo, fungua macho yako utaiona. Kuna wale uliosema umewaamini kwenye jumuiya, kanisani tunakaa benchi moja, mission moja, lakini ndiye anayekugeuka. Roho ya Amaleki. Mwezi huu wa 8 tuliweka ni more specifically wa kudili na roho ya Amaleki. Ni lazima uwe na mpango kama ule wa Musa wa kusimama na fimbo ya Mungu, na kina Yoshua anapigana na Amaleki. Mikono ya Musa ilipoinuka, panga Yoshua ilikuwa kali. Mikono ya Musa ilipochoka, Amaleki alishinda. Kwa hiyo formula waliitegemeza mikono ya Musa. Tunahitaji kuomba, tunahitaji tumtafute Mungu, tunahitaji tutafute uso wa Mungu, tunahitaji maelekezo ya Mungu. Ni ngumu tuweze kushinda wenyewe bila utaratibu na maelekezo yake, namna ya kuishinda roho ya Amaleki na maangamizi yake. Imeangamiza wengi kwenye shughuli, na imekuja kwa ujanja kwa marafiki na wale watu wa karibu sana ambao yamkini tunawapenda, yamkini tunaishi nao kwenye maisha. Roho ya Amaleki. Ni wakati pia wa kuanza maombi maalum, sala maalum,
dhidi ya roho za Amaleki. Na tunawaomba kwa ndugu, jamaa na marafiki ambao mnaisikiliza sauti hii, tumejaribu kila namna kwa njia ya audio, wale ambao wako kwenye makundi yetu, makundi ya mkate wa uzima, makundi mengine ya kutafuta uso wa Bwana na yale ya Mwenge, huduma Mwenge, yote ni kwa lengo hilo hilo, kwamba tuhakikishe Amaleki haishi kwenye kizazi chako na wala asikusumbue. Ndipo unapoweza kuishi kwa amani, kwa uhuru na kutembea kwenye kusudi la Mungu. Hakikisha unatenga muda wa kuomba. Nirudie tena, hakikisha unatenga muda wa kuomba, muda wa sala, muda wa sala za mishale, muda wa maombi, vita dhidi ya Amaleki na roho ya Amaleki. Tumsifu Yesu Kristo.